بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Kiwa leo ni wiki ya pili katika wiki za mihadhara hii, Allah wahifadhi, kunako kuyafahamu masail yanayofungamana na siyam na Ramadhani kwa ujumla, hasatan kwa upande wa wanawake na kwa ujumla kati ya hilo, ambapo tulisoma maswali 15. Leo tutaanza swali la 16. Swali la 16 anazungumzia hukmu akhdhi hububi man'i ad-dawra, hukmu ya kutumia dawa kama ni mbegu au kama ni dawa za kuzuilia mzunguko wa mwezi wa mwanamke, kwa maana kuzuia hedhi kwa mwanamke, imma kwa mnasaba wa Ramadhan ili imalize Ramadhani yote, asiingie katika mwezi kwa kuogopea kuja kulipa baadaye, au ikiwa kwa ajili ya hija au kwa ajili ya umra, yote yataingia katika jawabu hili. Swali: ta'madu ba'dhu an-nisaa akhdha hububi fi Ramadhan, hukusudia baadhi ya wanawake kutumia dawa katika Ramadhani liman'i ad-dawra ash-shahriya, kwa ajili ya kuzuia mzunguko wa mwezi, kwa maana al-hayd. Waraghbatu fi dhalika, na sababu ya kulipelekea hilo, hatta la taqdiya fima ba'd, mpaka asije kulipa, kwa maana lengo ni kutokuja kulipa baada ya kumaliza Ramadhan, akaufunga mwezi wote wa Ramadhan hali ya kuwa hakuingia katika mwezi kwa sababu ya dawa alizotumia kuzuia. Wanawake hutumia hizi Ramadhani, hutumia umra, hutumia haji, kadhalika wengine hutumia katika siku ya aqdi ya ndoa. Fahal hadha jaizun, je hili linafaa, la juzu? Wa hal fi dhalika quyudun hatta ta'mala biha haula'i an-nisaa, na je kuna vidhibiti ambavyo mwanamke avifanye au wanawake hawa wafanye? Aljawab, jawabu katika hili analijibu wa Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen rahmatullahi alayhi, anatuambia alladhi arahu, ambalo mimi naliona, alladhi arahu, ambalo mimi naliona, fi hadhihi almas'ala, katika mas'ala haya, alla taf'alahu almar'a, asilifanye hilo mwanamke, watabqa ala ma qaddarahu Allahu azza wa jalla, na abaki mwanamke huyo juu ya kile ambacho Allah amemkadiria, wa katabahu ala banati adama, na kile ambacho Allah amekiandika, anakusudia juu ya wanawake hawa. Allah tabaraka wa taala amewaandikia hili kwa wao, kwa hiyo
abakie katika qadari hii na abakie katika hili ambalo Allah ameliandika kwake. Fa inna hadhihi ad-dawra ash-shahriyya lillahi ta'ala hikma, hakika huu mzunguko wa mwezi Allah tabaraka wa taala anayo hikma fi ijadiha, kunako kuliweka jambo hili. Hadhihi al-hikma, hikma hii tunasibu tabia almar'a, inanasibiana hikma hiyo na maumbile ya mwanamke, kwa maana kuzuiliwa kwake hili linaweza kupelekea madhara baadaye kwa mnasaba wa maumbile yake. Ndivyo ambavyo Allah tabaraka wa taala amewaumba libakie hilo kwa wao, kila mwezi lipatikane. Na ndiyo maana pasipopatikana hili, mwanamke anasemwa huyo ana tatizo, atafutiwe matibabu. Kupatikana kwake ndiyo uzima wake. Fa idha mana'at hadhihi al'ada, ikiwa tazuia ada hii, fa innahu la shakka yahduthu minha raddu fi'li darrin ala jismi almar'a, patapatikana kutoka kwake kurejesha hii hali madhara katika mwili wake mwanamke. Faqad qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam la darar wala dirar, ni hadithi ambayo imekusanya qaida amma, hakuna kuleta madhara wala hakuna kusababisha kile ambacho kitaleta madhara kwa mwingine. Kwa hiyo hakuna kujitia katika madhara kwa sababu ya jambo fulani. Lao kama hili lingelikuwa ni jambo ambalo lipo na ni jambo ambalo halina shida, basi wanawake wa kisahaba ambao walikuwa na pupa zaidi ya katika ibada, wao wangelitangulia kulifanya hili. Hadha biqat'i an-nadhar, anasema kwa kukata kauli moja kwa moja, kwa mtazamo wa moja kwa moja, amma tusabbibuhu hadhihi al-hubub, kutokana na yale yanayosababishwa na dawa hizi, min adrari ala ar-rahim, madhara yanayopatikana katika sehemu za uzazi, yani katika mafuko ya wanawake ya uzazi na viungo vya uzazi. Kama dhakara dhalika al-atibba, kama walivyotaja hilo madaktari kwamba hili jambo lina madhara kwa wanawake. Kisha akasema rahimahullahu ta'ala, falladhi ara fi hadhihi almas'ala, ambalo mimi naliona katika mas'ala haya ya kutumia hizi dawa, anna an-nisaa la yasta'milna hadhihi alhububa, wasitumie dawa hizi. Walhamdulillahi ala qadari, na himdi za Allah juu ya makadirio yake, wa ala hikmatihi, na juu ya hikma zake. Idha ataha alhaid tumsiku an as-sawm was-salah, ikiwa itamjilia yeye mwanamke hedhi atajizuia kutokana na funga na kutokana na sala. Wa idha tahurat, pindi anapotoharika, tasta'nifu as-siyama was-salah, ataanza kufunga na ataanza kusali. Wa idha intaha ramadhanu taqdi ma fatahu min as-sawm, atalipa kile ambacho kimemkosa katika funga. Hiyo ndio kauli ya Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen rahmatullahi alayhi. Imekuja kauli nyingine iliyo kinyume na hii, lakini huenda ukaipata na huenda akatolea fatwa mtu kwa kauli hiyo. Nimependa nisome nayo ili niweze kuiunganisha hii kauli na hii kauli. Jawabu letu sisi hapa amelijibu Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen rahmatullahi alayhi, na kuna jawabu alijibu Al-Allama Ibn Baz rahimahullah. Yeye alipoulizwa alisema la haraja fihi, hakuna ubaya kutumia hivyo. Kisha katika maelezo yake akaweka qaidi, akaweka kifungamanisha, akasema idha kanat alhubub, ikiwa hizi dawa allati tataataha la yatarattabu alaiha dharar, ikiwa hizi dawa unazotumia hazitaleta madhara, itakuwa hakuna ubaya. Lakini ikiwa zinaleta madhara, ubaya utakuwepo.
Sasa ukiliangalia hili jambo, madaktari wengi wanakiri kwamba hizi dawa zina madhara. Kwa hiyo fatawa hii ya al-Allama Ibn Baz rahimahullah ta'ala nayo ungana pamoja na fatwa ya Sheikh Muhammad bin Saleh Al-Uthaymeen. Kwa kiangalia fatawa zote mbili hazikinzani. Al-Allama Ibn Baz yeye anaonelea kwamba kama hapana madhara, na bila shaka hizi dawa zina madhara na madaktari wamiliki hilo. Kwa ikiwa fatwa itatoka kwamba hakuna madhara, hakuna ubaya, akanasibishiwa al-Allama Ibn Baz, basi huyo Ibn Baz rahimahullah mwisho wa fatwa yake ameweka sharti kwamba lazima hizi dawa zisiwe na madhara. Zikiwa na madhara tu basi dawa hizo zitakuwa hazifai kutumiwa kwake. Kwa hiyo kwa kukata kauli, kuacha hilo ni bora kuliko kulifanya kwa mwanamke. Kuacha hilo ni bora kuliko kulifanya jambo hilo mwanamke katika hali yoyote itakayokuwa. Naam. Saumul qada, funga ya kulipa. Saumu al-qada, funga ya kulipa. Swali: hal yajuzu siyamu 6 ayamin min Shawwal? Je, unajuzu kufunga siku 6 za Shawwal? Katika sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kufunga siku 6 katika mwezi wa Shawwal baada ya kumaliza Ramadhani. Sasa anauliza swali huyu, hal yajuzu, je inajuzu siyamu 6 ayamin min Shawwal, kufunga masiku 6 ndani ya mwezi wa Shawwal, kabla siyami qada'i Ramadhan, kabla kulipa au kufunga funga ya kulipa Ramadhani. Kiwa mtu aliumwa Ramadhani akala, je alipe kwanza au anao ruhusa ya kufunga 6 kisha kalipa baadaye? Kadhalika mwanamke ambaye aliingia katika ada, je anao ruhusa ya kufunga kwanza 6 kisha kalipa au lazima kwanza alipe kisha afunge? Swali la pili, wa hal yajuzu siyamu yawmi al-ithnain min shahri Shawwal? Na je inajuzu kufunga Jumatatu katika mwezi wa Shawwal biniyati qada'i Ramadhan, kwa nia ya kulipa Ramadhan? Akafunga sunna Jumatatu lakini akaunganisha kwamba nalipa pia ni siku ya kulipa hii, au akazifunga hizo 6 kwamba nafunga 6 Shawwal na ndo nalipa hapa kwa nia mbili. Wa biniyati alhusuli ala ajli siyami yawm al-ithnain, ukatia nia kulipa Jumatatu ukaambatanisha na nia ya kuifunga sunna ya Jumatatu, kwa maana ukaunganisha nia mbili. Je yafaa? Naam. Aljawab min Sheikh Muhammad bin Saleh Al-Uthaymeen rahmatullahi alayhi. Qala siyamu 6 ayamin min Shawwal, kufunga masiku 6 ya mwezi wa Shawwal, la yahsulu thawabuha, hazipatikani thawabu zake, illa idha kana al-insan qad istakmala siyama shahri Ramadhan, isipokuwa itakapokuwa mtu amekamilisha funga ya mwezi wa Ramadhani. Kwa jawabu lake hili lazima kwanza ulipe kisha uje ufunge. Hapa kwanza naweka kidoto kwanza, na hamia sehemu nyingine ambayo nyinyi hiyo sehemu hamna, tasikiliza. Hili jambo la khilafu mbele ya ahli ilmi, hili jambo lina khilafu mbele ya ahli ilmi juu ya kufunga 6 na kulipa. Zipo kauli pia zinasema kwamba albad'u bisiyami 6 min Shawwal qabla qada'i Ramadan sahihun ala madhhabi jumhuri ulama, kuanza kufunga
siku 6 za Shawwal kabla ya kulipa Ramadhan, wanasema ni sahihi juu ya madhehebu ya jumhuri ya wanawachuoni, na wanasema jaizun bila ya karaha, na wanasema linajuzu hilo pasina kuchukizwa katika sheria. Hayo madhehebu wanaosema hapana kuchukizwa ni al-Hanafiyya. Ama wanaosema kwamba itafaa lakini kuna chukizo inda al-Malikiyya wa Shafi'iyya, na wakarajihisha baadhi ya wanawachuoni wakasema jaizun bila karaha, lianna al-qadaa muwassa', kwa sababu kulipa ni jambo pana, yajuzu fihi tarafi, yajuzu kuchelewesha. Wasiyamu 6 qad yafutu fayafutu fadlu, kufunga 6 zinamaliza hizi, na ikimaliza itakuwa mtu amekosa fadhila za kufunga. Hii ipo kauli ya jumhuri ya wanawachuoni, wamekwenda kwa jawabu hilo, lakini jambo lina khilafu mbele ya wanawachuoni, na waliosema inafaa ni kwa sababu Aisha radhiallahu anha alikuwa akilipa ndani ya mwezi wa Shaaban saumu za Ramadhan iliyopita, kwa sababu ambazo amezitaja katika hadithi. Sasa ikiwa Aisha radhiallahu anha anafunga Shaaban malipo, yeye alikuwa hafungi yeye 6 min Shawwal. Nafahamika Aisha ni katika masahabia ambao walikuwa na himma katika dini. Kwa imekuja namna kama hiyo, wanasema inajuzu kwa karaha, wengine wanasema inajuzu bila karaha, na wengine wakasema haisihi, lazima awe amelipa kwanza. Sasa nikisoma maneno ya Sheikh Ibn Uthaymeen, yeye msimamo wake kwamba haipatikani ajiri wala mtu hatopata thawabu ikiwa hajamaliza anayodaiwa kisha akafunga 6. Naendelea kusoma maelezo yake Sheikh Ibn Uthaymeen, kisha tutaangalia wapi pa kukamata. Qala rahimahullah, faman alayhi qada min Ramadan, yule ambaye ana wajibu wa kulipa Ramadhan, ana deni, fa innahu la yasumu 6 ayamin min Shawwal, yeye asifunge 6 Shawwal illa ba'da qada'i Ramadhan, isipokuwa baada ya kulipa Ramadhan. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صام رمضان ثم أتبعه ب6 من شوال. Hadithi iliyokuja anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, atakayefunga Ramadhan kisha akafuatilia au akafuatiliza na 6 katika Shawwal. Akaeleza kwanza atakayefunga Ramadhan, kwa maana atakamilisha mwezi wa Ramadhani kwanza kisha ndiyo akaja akafunga 6. Kwa mjibu wa hadithi hii yaonesha kwamba kwanza pakamilishwe ya Ramadhan, kisha sababu anasema neno thumma linafidisha utaratibu, kianze hichi kwanza kisha kifuatie. Kwa ianze kwanza Ramadhan kwa ukamilifu wake, kisha ije baada ya Ramadhan jambo jingine la sunna. Hiyo ndo kauli ambayo wametaja wanawachuoni, na pia wamestadili kwa hadithi wanaosema kwamba haifai. Hadithi yenyewe ya Abu Huraira, man sama tatawwa wa alayhi min Ramadan shay'un lam yaqdihi fa innahu la yuqbalu minhu hatta yasuma. Lakini hadithi hii iliyotumia ni hadithi dhaifu, haijasihi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama alivyosema Imam Ibn Abi Hatim kwamba kwenye isnadi kuna Ibn Lahi'a, kwamba huyu bwana yeye hadithi yake zenye kuachwa. Kwa hiyo anayedaiwa kwanza alipe kisha ndipo aje afunge 6. Wa ala hadha, na juu ya jawabu hili, naqulu liman alayhi qada, tunasema kwa yule ambaye ana deni, sumil qada, kwanza lipa deni lako, funga unazotakiwa kuzilipa awwala, mwanzo, thumma sum 6 ayamin min Shawwal, kisha
funga 6 katika mwezi wa Shawwal. Hilo ndio jawabu, na hiyo ndio kauli ambayo wengi wana machuoni hasa tulionao wamekwenda nayo, bali hii ndio kauli ahwat, ndio bora zaidi. Lakini kusema kwamba hatolipwa thawabu, hii jumhuri wamekwenda nayo kwamba hatalipwa thawabu, hii itakuwa kauli yake yeye Sheikh Muhammad bin Saleh Al-Uthaymeen, sababu kuna kauli ambayo inasema kwamba yafaa. Kwa kuwa kumepatikana kauli ya kusema inafaa, basi ajri hii ipo kwa Allah tabaraka wa taala. Lakini mtu atakikana yapendeza zaidi kwanza afunge anazodaiwa, wa illa awe amedhikika. Ndio maana baadhi ya wanawachuoni wakasema ikiwa amedhikika basi ajaifunge 6 katika Dhulqaada, mwezi unaofuatia, ambayo hii haikuwa na dalili, ni rai yao. Tujalie mtu anadaiwa mwezi mzima wa Ramadhani, huyu yeye ndio amepata ta'adhur, huyu yeye amepata ta'adhur, huyu ataangaliwa katika hiyo kauli ambayo waliosema inajuzu. Kwa yule ambaye ana siku chache azilipe kwanza, kisha atafute fadhila za mwezi wa Shawwal. Cha jawabu la pili, swali la pili sasa, je, inafaa kufunga Jumatatu kwa nia ya kulipa au 6 lakini ukaingiza vile vile nia ya kulipa deni? Wa idha ittafaqa an yakuna siyamu hadhihi al-ayyam 6 fi al-yawm al-ithnain au al-khamis, itakapokuwa zimewafikiana funga ya siku 6 za Shawwal ambayo ni sunna hii, ikawafikiana na funga ya Jumatatu na Alhamisi, sunna kwa sunna, fa innahu yahsulu ala ajri al-ithnain, yeye atapata ujira wa kufunga Jumatatu biniyati ajri al-ayami 6, vile vile kwa nia ya ujira wa kufunga 6, kwa maana huyu yeye atapata ajiri katika pande zote mbili, lakini sunna kwa sunna. Wa biniyati ajri yawmi al-ithnain au al-khamis, wa nia vile vile ya Jumatatu au itakuwa al-Khamis, yani kuzishirikisha nia ya sunna kwa nia ya sunna. Inafaa Jumatatu na 6 yafaa kupata ajira zote mbili, au kufunga Jumatatu na masiku meupe inafaa kwa sababu ni sunna kwa sunna. Sawa sawa na mtu kuingia msikitini akatia nia ya kuswali qablia na nia tahiyatul masjidi, anapata ajiri ya zote mbili. Lakini haitafaa anakapoingia msikitini akakuta watu wanafunga swala ya dhuhuri akatia nia ya qablia au nia tahiyatul masjid pamoja na swala ya dhuhuri, hii haitafaa kwa sababu kuna ibada ya faradhi na ibada ya sunna. Ndio maana wakasema sasa wanawachuoni, ikiwa sasa mtu anadaiwa akasema mimi nalipa lakini ndio nafunga na 6 kabisa, wanasema wanawachuoni, amma tashriku niyya baina siyami 6 wal qada, kushirikisha nia baina ya funga ya siku 6 na kuilipa, fala yasihu, ilo halisihi ala rajih min qawli ulama, na hiyo ndo kauli yenye nguvu katika kauli za wanawachuoni. Halisihi hilo, lazima atofautishe baina ya funga hii na funga hii. Ama sunna kwa sunna yafaa liqaulihi sallallahu alayhi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, kila jambo linalipa kwa nia yake. Lakini ibada ya faradhi ni ibada mustaqilla, ni ibada mustaqilla, na ibada ya sunna ni ibada mustaqilla. Ili thawabu zishirikiane lazima iwe illa moja. Naam. Swali, yalzamuka alqada walau mutafarriqa. Swali linaulizwa, ana fatatun ablughu min al-umri 17 sana, mimi ni kijana wa kike, umri wangu unafika miaka 17. Wa suali, anasema na suali langu,
annahu fil aamaini al-awwalain, swali langu ni kwamba miaka miwili ya mwanzo min siyami, ya funga zangu, yani miaka miwili baada ya kubaligh, lam asumi al-ayyama, sikufunga masiku allati aftartuha fi Ramadhan, kuna masiku nilikula mwanzo ya Ramadhani, kwa maana kwamba mwaka wa kwanza wa kumwajibikia kufunga baada ya kubaligh alipata siku zake, na mwaka wa pili alipata siku zake, lakini haya masiku yote ya mwaka wa kwanza na mwaka wa pili hajalipa. Yupo sasa mwaka mwingine, anaingia mwaka mwingine sasa wa Ramadhani. Famadha af'alu, nifanyeje? Mwaka wa mwanzo ule nadaiwa, na Ramadhani iliyopita tena nadaiwa Ramadhani mbili. Je, nifanyeje? Aljawab, yalzamuka almubadara, inakulazimikia wewe kufanya haraka, ila qada'i tilka alayam, kunako kuzilipa siku hizo ambazo zimekupita, walau mutafarriqa, hata kama utazilipa mutafarriqa, kwa kuto kuzifuatanisha siku tofauti tofauti. Tujalie unadaiwa Ramadhani ya kwanza siku 7 na Ramadhani ya pili siku 7, siku 14, akafunga siku 2 akapumzika, siku 2 akapumzika, siku 3 akapumzika, siku 1 akapumzika, siku 5 akapumzika, alhasil akazifunga mutafarriqa. Kwa maana katika anwani kaandikwa yalzamuka alqada, inakulazimika kuzilipa walau mutafarriqa, hata kama zitakuwa ni siku tofauti tofauti. Wala budda ma'a alqada'i, na hapana budi pamoja na kwamba unalipa, min kafara ma'a alqada, min kafara, pamoja na qada yatakikana vile vile utoe kafara. Kafara ni nini? Wa hiya it'amu miskin, ulishe maskini, an kulli yawmin, kila siku moja. Pamoja na kwamba unailipa siku ya Ramadhani iliyopita, pia yatakikana utoe kafara, ulishe maskini. Wadhālika bisababi ta'khiri alqada, na sababu ya kulisha maskini kule kuchelewa kulipa akthara min am, zaidi ya mwaka, yani Ramadhani imeingia Ramadhani nyingine. Kama yara dhalika jumhurul ulama, kama anavyoliona hilo jumhuri ya wanawachuoni, na hiyo ni kauli ambayo wanawachuoni wengi wamekwenda nayo. Mtu ambaye anadaiwa Ramadhani iliyopita ikaingia Ramadhani nyingine, Ramadhani iliyopita hakuilipa kwa sababu ya kuzembea, sio sababu ya kisheria. Ikiwa sababu ya kuzembea, yatakikana ailipe pamoja na kulisha maskini. Ikiwa kuna sababu ya kisheria iliyomzuilia, atalipa pasina kulisha maskini. Mfano, mwanamke Ramadhani ameingia hali ya kuwa mjamzito, Ramadhani ikaenda yote ni mjamzito na hakujifungua ndani ya Ramadhani, lakini Ramadhani mimba yake ikawa inamsumbua, hawezi kufunga. Ramadhani kamaliza, miezi ikaenda, akajifungua. Baada ya kujifungua akawa ananyonyesha, ikaingia Ramadhani nyingine ananyonyesha kiasi ambacho wakati wa kunyonyesha hakuwa anaweza kufunga. Ikaingia Ramadhani nyingine, zile za kule hakuzilipa. Ramadhani hii ilipoingia, kama aliweza kuifunga au kama pia masiku mengine yamekula, ikimaliza Ramadhani ile iliyotangulia nyuma atailipa pasina kulisha maskini, kwa sababu kilichomzuia ni sababu ya kisheria, nayo ni arradhaa, unyonyeshaji. Lakini ikiwa ameweza kufunga lakini hakutaka tu mwenyewe kwa ikhtiyari yake, lakini uwezo kufunga alikuwa nao, ikimaliza Ramadhani inayofuatia atakikana afunge ile siku alizokula. Kadhalika kila siku ambayo anayefunga alishe maskini, kama ni adabu ya kuchelewa pasina sababu ya kisheria. Naam. Swali la 19, man sahiba minhu dam au man suhiba minhu dam wa huwa sa'im, atakayetolewa, man suhiba minhu dam wa huwa sa'im, atakayetolewa damu hali ya kuwa na yeye amefunga. Kutoa damu katika siyamu, umefunga fuka unatoa damu. Swali, ma hukmu man suhiba minhu dam, nini hukumu yule ambaye ametolewa damu wa huwa saimun fi Ramadhan, na hali ya kuwa amefunga Ramadhan? Wadhālika bigharadhi at-tahlili min yadihi al-yumna,
na ni kwa sababu ya lengo la kufanyiwa uchunguzi damu ile ametolewa kwa mkono wake wa kuume, sababu ya uchunguzi. Wa miqdaruhu birawazi mutawassit, kwa kiwango sio damu nyingi wala kidogo, kati na kati, na miqdari ya kutolewa damu yake. Je, huyu itakuwaje? Hii swali mختلفiana wanawachuoni juu ya damu nyingi na damu kidogo. Kuna khilafu baina ya ahlul ilm. Jawabu la kwanza ni ile alilojibu Sheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala. Ama kauli ya kwanza anasema jawab mithlu hadha at-tahlil, mfano wa uchunguzi huu, la yufsidu as-sawma, haliharibu funga jambo hilo, bali yu'fa anhu, bali limesamehewa kwake, liannahu, kwa sababu mimma tad'u al-haja ilayhi, ni katika yale anayoitia haja lifanyike, lazima atolewe damu ili afanyiwe uchunguzi. Ni dharura ya kisheria hiyo, hana namna, lazima atolewe damu. Walaysa min jinsi al-mufattirat al-ma'luma min ash-shar'i al-mutahhar, na utolewaji huu si katika jinsi ya vinavyofunguza vyenye kujulikana katika sheria iliyotoharishwa. Hii ni kauli ya kwanza ya wanawachuoni. Na nimesema kuna khilafu kwa sababu ya khilafu ya al-hijama. Khilafu ya al-hijama, kupiga chuku, kutoa damu mbovu. Jambo la kupiga chuku lina khilafu mbele ya ahli ilmi. Wapo waliosema linafunguza na wapo waliosema halifunguzi, na khilafu yake ni kubwa mno ambayo tunakwenda nayo wanawachuoni, kiasi ambacho wapo waliosema qaulu rajih kwa upande huu na wapo waliosema qaulu rajih kwa upande huu. Kwa kila mmoja alijisemea katika upande wake. Ningependa nisome baadhi ya masala yanayohusiana na jambo hili la al-hijama. Kuna kauli za wanawachuoni. Kauli ya kwanza ya kupiga chuku, kisha tuje hapa katika kutoa damu sasa. Kauli ya kwanza inasema kupiga chuku hakufunguzi wala kuharibu funga, na hiyo ndo kauli ya jumhuri ya wanawachuoni, na wengi ya al-Hanabila wanaonelea kwamba jambo hilo halifunguzi. Hii ni kauli ya kwanza ya wanawachuoni. Kauli ya pili inasema inafunguza hijama, kadhalika pia kutoa damu. Hii ni kauli ya jamaa katika Hanabila, na ni kauli ya al-allamatu wa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Wanaonelea hijama ni jambo ambalo linafunguza. Na kaulu rajih kuhusu hijama, wanasema hadhihi mabniyun ala mas'alati al-hijama awwala. Nasema jambo hili la hijama, ikiwa tutasema katika masala hii innaha tufsidu as-sawm, fayakunu kadhalika fi al-fasad wa at-tabarru' bid-dam, lianna al-asla fi al-ahkam annaha mu'allala. Wao wakaja na kauli kwamba ikiwa tutasema inafunguza hijama, yataingia yote yanayofungamana na kutoa damu. Sasa kauli ambayo wamekwenda nayo wanawachuoni katika hijama wakasema hivi, innana mutawaqqifuna fil mas'ala, sisi tunatawakaf katika mas'ala, sisi tunatawakaf katika mas'ala. Bora ni lipi? Yani kutawakaf na kutokutoa jawabu, kaulu rajih ni ipi? Ndio kutawakaf. Asa ipi tufanyeje? Wanasema wanawachuoni al-ahwat an tuakhira, ni kuliacha kwanza ili jambo mpaka imalize Ramadhani. Jambo liwache mpaka imalize Ramadhani, kisha utalifanya. Sasa jambo letu sisi la kutoa damu, ikiwa hijama limekuja katika kauli hiyo, je, kutoa damu, je, unaweza kuchelewa kutoa damu kufanya uchunguzi? Ndio unaumwa sasa, au mtu anaumwa atapewa damu sasa, je, faa kuchelewesha?
kauli za wanawachuoni. Al-lajnatu daima, baraza la kutoa fatwa wa Ibn Baz wal Uthaymeen wal Fawzan rahimahumullah wa hafidhahullah, wanasema hivi: amma akhdhu ad-dami litahlili, ama chukua damu kwa ajili ya uchunguzi, kalladhi yukhadhu an tariq al-ibari au al-barawiz fala yuftiru as-sa'im bisababi. Jambo halifunguzi kutoa damu kwa njia ya sindano, kwa njia ya mirija ile, ili jambo halifunguzi. Kwa nini? Lianna ad-dama al-ma'khudha yakunu yasira, kwa sababu damu inachukuliwa kwa ajili ya uchunguzi inakuwa ni damu chache. Fala yahsulu bisababihi min ad-da'fi, ikichukuliwa damu hii haitomtia udhaifu huyo aliyofunga ma yahsulu bisababi al-hijama, kinyume na hijama damu inakuwa ni nyingi. Ama tabarruk, kumsaidia mtu damu, kumpa, anasema damu hii inachukuliwa nyingi, sio damu nyingi itamfunguza huyu kwa sababu ya dhaifu ya mwili wake. Kwa ikiwa damu inachukuliwa kwa ajili ya kumpewa mtu mwingine, ikatolewa damu nyingi, basi itakuwa itamuathiri. Ndio maana sasa tukisoma kauli za wanawachuoni wanasema ikiwa damu nyingi itafunguza kwa sababu ya udhaifu atakaopata huyo aliyefunga, na ikiwa damu ni chache itakuwa haiathiri chochote. Na hiyo ndio kauli ambayo sisi tutaikamata. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Istimalu as-saimi lirrawaihi al-'atriyah, kutumia mfungaji harufu za uturi, manukato, kanusa harufu au kujipaka manukato kwa aliyefunga. Sual: ma hukmu istimali as-saim lirrawaihi al-'atriyah fi nahar Ramadan, ni ipi hukumu ya kutumia mfungaji harufu za uturi Ramadhani? Aljawab, jawab: la ba'sa, hakuna ubaya, an yasta'milaha fi nahari Ramadan, kutumia harufu nzuri Ramadhan, kunusa, jipaka, hakuna ubaya. Wa an yastanshiqaha, na kuivuta puani harufu nzuri, hakuna ubaya. Uturi anaonusa harufu yake inaingia mpaka ndani, hakuna ubaya. Illa al-bukhur la yastanshiquhu, isipokuwa moshi ule wa udi huo asiuvute. Lianna lahu jirma, kwa sababu moshi wa udi una jirma, una uzito ule, kile ni kitu. Yasilu ila al-ma'ida, inayofika katika tumbo. Wa huwa ad-dukhan, nao ni moshi. Kwa moshi unaingia, ni kitu kile kina uzito, itaingia katika tumbo. Na kuna kauli kinyume na hii kwamba moshi kama moshi asili yake haufunguzi, isipokuwa mtu akikusudia, sasa hapa takuwa ni wenye kufunguza. Kuna kauli hizo. Kwa hiyo al-aqwat ni kuacha kulifanya hili, lakini je, kutia udi ndani ya nyumba, moshi kwa unapeperuka hewani pasina kukusudia kuvuta, ili haliathiri funga, ni sasa wana vumbi la katika barabara tu basi. Lakini kwa wamekaa haswa wanavuta kwa makusudi, ili kuliacha itakuwa ni bora zaidi kwa sababu ya kauli za wanawachuoni. Naam. Al-qai'u ghayru al-muta'ammid la yufsidu as-sawma, kutapika kwa kuto kukusudia hakuharibu funga, na kinyume chake kutapika kwa kukusudia kuna haribu funga. Swali: hal al-qai'u yufsidu as-sawma, je, kutapika kuna haribu funga? Aljawab: kathiran ma ya'rudu lis-sa'im umur, sama mengi yanampata mfungaji, lam yata'ammadha, hakuyakusudia, min jarah, kupata jeraha, au ri'af, au kutoka damu za pua, au qai, au kutapika, au dhahabi alma, au kutoka na maji, au albitrin ila halqihi. Albitrin ni lugha ambayo imeingia katika lugha ya Kiarabu, lakini yale ambayo yanatoka mdomoni yakaingia katika koo, kama ni vile vichenga, kama ni makohoa, kama ni kadha, vitaingia bighairi ikhtiyarihi, pasina kukusudia.
Ni vile ambavyo vimo ndani ya mwili wake vinatokezea pasina kukusudia. Jeraha, ametokwa na damu kwa jeraha. Tumeona katika kutokwa damu nyingi kuna mfunguza. Hapa amepata jeraha pasina yeye kusudia. Au damu za pua zinamtoka, si kukusudia wala sio lengo lake. Au kutapika au kutokwa na maji mwilini mwake, kama ni usaha, uchafu katika kidonda na mfano mambo kama haya. Sawa? Au zile katika koo kuna kama vipande pande vidubwana vinaingia tumboni. Mambo vipi? Sema fa kullu hadhihi al-umur la tufsidu sawma. Haya yote hayaharibu funga. Yote hayaharibu funga. Liqauli an-nabi sallallahu alayhi wasallam, man dhara'ahu al-qay'u, yoyote yule ambaye yatamshinda yeye matapishi yake kuyazuia, yakamshinda kuyazuia, fala qadaa alayhi, huyo hatoilipa hiyo siku, kwa maana funga yake ni sahihi, hakukusudia kujitapisha. Wama istaqa, na atakayejitapisha kwa maksudi, fa alayhi alqada, juu yake yeye kulipa, kwa sababu amefanya maksudi hilo jambo. Hili jawabu imelijibu Sheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala, na hadithi hii ni sahihi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa kujitapisha maksudi kunafunguza, na kutapika pasina kukusudia, jambo hili haliathiri chochote katika funga ya mtu. Ma'junul asnani wal qatra, kutumia dawa ya mswaki au dawa ya meno. Ma'junul asnan, dawa ya meno kwa aina zake, sababu kuna dawa zina sukari, kuna dawa siku hizi hazina sukari, kama mfano ile Russian haina sukari. Hizi zabaki nyingine kina Colgate, Yoseleta, Whitedent, zote zina sukari fulani hivi, na ukitia mdomoni ile sukari unakuwa unahisi. Wal qatra, na kutumia matone, dawa za matone, kama dawa ya macho unatia tone, kama ni dawa ya sikio unatia tone, na kuna tone unalotia katika mdomo, labda na mwanakoo unafanya skona la tuhifadhi, au katika pua. Wakajibu hapa, akaandika hapa swali, ma hukmu istimali ma'juni al-asnan, ni ipi hukumu ya kutumia dawa ya meno, wa qatrati al-udhuni, na matone sikioni, wal anfi, na puani, wal aini, na jichoni, lisaini, kwa mfungaji, wal fami, tuongeze na vile vile kinywani, bifa. Aljawab, tanzifu al-asnan bil ma'jun, kusafisha meno kwa kutumia dawa ya meno. La yafturu bihi as-saimu, hafungui kwa ajili ya hilo mfungaji. La yaftiru bihi as-saimu, hafungui kwa ajili ya dawa ya meno mfungaji. Kasiwak, hukumu yake kama mswaki tu. Ikiwa mswaki haufunguzi na dawa inayotumiwa katika hilo halifunguzi. Imekuja kauli za wanawachuoni kuhusu mswaki. Wapo waliosema mswaki unaruhusiwa Ramadhani kabla zawali ash-shams, amma ba'da zawali ash-shams fala yajuzu isti'malu as-siwak. Wamesema baadhi ya wanawachuoni kutumia mswaki yafaa kabla ya sala ya dhuhuri, baada ya sala ya dhuhuri haifai tena kutumia mswaki. Hii ni kauli ambayo haina mashiko, kauli ambayo haina mashiko. Kauli sahihi, yafaa kusugua meno muda wowote wa Ramadhani. Muda wowote wa Ramadhani yafaa kusugua meno, kwa sababu asli ni halali jambo hili. Kadhalika kutumia dawa pia inafaa muda wote, hata kama ni saa 12 magharibi, kabla ya kuzama kwa jua, ukasugua meno kwa mswaki, inafaa. Lakini wa alayhi taharruzu, juu yake huyo anayetumia dawa piga mswaki kujikinga, min dhahabi shay'in minhu, juu ya jambo la kwenda chochote, ila jawfihi, kwenye tumbo lake, asije akameza dawa ile ya mswaki. Kasugua, kama aliingiza gramu 3 kwenye mswaki wake, gramu 1.5 imo tumboni, moja imebakia kwenye meno. Hapana, asifanye hivyo. Ajitahidi kujiepusha asije akaimeza ile dawa. Na ili kujiepusha wakati wa kusugua meno, wakati wa kusugua ulimi, mswaki asifikishe
mbali. Sababu miongoni mwa sunna ya kusugua meno ni kusugua ulimi, kama ile hadithi ilivyokuja sahaba aliposema kwamba alimuona Mtume sallam akisugua meno na mswaki wake upo katika ulimi wake, wa huwa yakulu anisema mithili ya kutoka kutapika. Kwa sunna ni kusugua ulimi mpaka ndani, kwa kufikia kiwango cha kufanya hii ni sunna. Unapofunga kutumia mswaki usifikishe huko, huenda ukajitapisha kwanza, lakini la pili huenda dawa ikaingia tumboni, ili ujiepushe. Fa in ghalabahu shay'un min dhalika biduni qasdi, ikiwa kitamshinda yeye kitu katika hilo pasina kukusudia, kwa maana kwamba sehemu ya dawa ikaingia, akahisi kwamba hapa imeingia kooni sehemu ya dawa, akahisi ile ladha ya dawa ya mswaki, lakini bighairi qasdihi, pasina kusudio lake, fala qadaa alayhi, huyo hatulipa hiyo siku, sababu si kusudio lake. Wa hakadha qatratul aini wal udhun, hivyo hivyo inafaa katika sheria kutumia tone la dawa katika jicho na katika sikio. Akatumia jichoni dawa au sikioni tone, hivyo hivyo yafaa fi asahi qawli ulama, katika kauli sahihi katika kauli mbili za wanawachuoni. Fa in wajada ta'ama al-qutqatur, ikiwa yeye atapata ladha ya matone fi halqihi, katika koo lake, au fi halqa, katika koo akapata ladha, ametia dawa jichoni au sikioni, akahisi uchungu kooni, kajua hii ni ile dawa niliyotumia kujiza sikioni au jichoni, fal qada'u ahwat, kuilipa hiyo siku ni bora, lakini wala yajibu, lakini si wajibu, kwa maana kwamba funga yake ni sahihi. Funga yake hata kama atahisi hivyo, funga yake ni sahihi, wala hakuna hata tatizo, lakini akiamua ile siku kuja kuilipa itakuwa ni bora zaidi, ili kuondosha ule mkanganyiko katika hili. Kwa nini iwe kuingiza jichoni na sikioni hakufunguzi? Liannahuma, kwa sababu jicho na sikio mirija yake laisa manfadhaini lit-ta'ami wash-sharab, sio mapito ya chakula na kinywaji. Mtu hali jichoni wala hali sikioni, wala mirija ya jicho na mirija ya sikio si yenye kukutana katika koo asla. Huwezi kuzimba pua na mdomo ili kuingiza pumzi ukavuta kutumia jicho. Unaweza kuvuta pumzi kutumia jicho? Nauliza ni hapo wanaume. Waweza kuvuta pumzi kutumia jicho au kutumia sikio? Kwa maana kwamba pumzi inaingia katika koo, si ndio? Ili utavuta kutumia pua au kutumia mdomo. Aliyezibwa pua anaweza kutumia mdomo kuvuta pumzi, na aliyezibwa mdomo anaweza kuvuta pumzi kutumia pua. Unaona kama vitu viwili hivi vina makutano sehemu fulani, sawa? Lakini jicho na sikio havina makutano na vitu vile vilivyotajwa mwanzo. Ndio maana akasema amma al-qatratu fil anfi, ama tone utakaloingiza puani, fala tajuzu, haijuzu. Puani nafunguza, sababu puani lianna al-anfa manfadh, kwa sababu pua ni sehemu ya mfadh. Ndio maana muda mwingine wakati unakula ukipaliwa, huenda punje ya chakula katokea puani, si ndio? Lakini huwezi ukatoka punje ya chakula sikioni, kapaliwa kutoka sikioni punje, Allahu musta'an, au jichoni. Hilo jambo haliwi, na kitokeza hivyo umerogwa kufanya ruqya, si jambo la kawaida. Lakini kutoka puani jambo la kawaida, si ndio? Kwa hiyo kutia sikioni na jichoni matone hapana dhara kwa aliyefunga, ama kutia mdomoni na kutia puani, jambo hili halifai wakati wa funga. Aingize mtu baada ya kumaliza kuftari, baada ya kwamba ameshafungua tayari. Naam. Haya, swali la 23 hapa nakimbiza nimalize maswali yote leo.
Swala 23 ambayo tupo nalo ni kuhusiana na alhina bisaim, kutumia hina kwa aliyefunga. Kutumia hina kwa aliyefunga. Hina nikisema alhinna inafahamika mbele ya wanawake. Kisema tu alhinnau inafahamika mbele ya wanawake na wengi ya wanaume, hasa ambao wameshaingia katika ndoa. Swali: hal yajuzu wad'u alhinna lish'ari athna as-sawm? Je, inajuzu kuweka hina kwenye nywele Ramadhani? Lianni sami'tu bi anna alhinna tuftiru as-siyam, sababu nimesikia hina inafunguza. Anauliza muulizaji, kumuuliza al-allama ibn Uthaymeen, kwa kama nywele, kama kutia mikononi, kutia miguuni kwa wanawake, mwanamume hatii hina sipo katika ndevu hatia, lakini sehemu nyingine mwanamume wala kwenye vidole, tutatia kwenye vidole hina desuna. Aljawab: hadha la sihhata la, kwamba hina inafunguza ili jambo halijasihi. Hakuna kitu kama hicho. Funga haiharibiki kwa sababu ya hina. Fa inna wad'a alhinna, kuweka hina athna as-siyam la yafturu, hafungui huyu. Wala yuathiru ala as-saimi shay'a, wala hina haiathiri chochote kwa mfungaji. Kali kuhli, ni sawa sawa na kupaka wanja. Kupaka wanja hakufunguzi, kadhalika kupaka hina vile vile hakufunguzi. Wa kaqatrati al-udhuni, ni sawa sawa na kutia tu tone sikioni. Wa kaqatrati fil aini, na tone jichoni, hukumu yake yote ni sawa. Fa inna dhalika kullahu la yadurru as-saim, yote haya hayamdhuru mfungaji, wala yuftiruhu, wala hayamfunguzi mfungaji. Somo yake ni sahihi katika sheria. Kupaka hina kunafaa katika sheria. Sheikh Ibn Uthaymeen: tadhawuqu as-saimi lit-ta'am. Swala 24, kuonja chakula kwa mfungaji. Swali: hal yajuzu lit-tahi at-ta'am? Je, inajuzu litahi at-ta'am, kwa mpishi wa chakula? Hal yajuzu litahi at-ta'am, je yafaa na inajuzu kwa mpishi wa chakula an yatadhawaqa ta'amahu, kuonja chakula chake, liyataakkada min salahiyatihi, ili apate kuthibitisha kuiva kwake au kutengenea kwake kile chakula, wa huwa saimun, na hali yakuwa amefunga. Aljawab: jawab: la ba's bitadhawuqi at-ta'ami lilhaja, hakuna ubaya wa kuonja chakula kwa haja. Bi an yaj'alahu ala tarfi lisanihi, sharti aweke hicho chakula katika ncha ya ulimi wake, sio kwa kukila. Hakuna ruhusa ya kula Ramadhani mchana, hakuna dharura hiyo. Na kama kuna chakula ili ujue kwamba kimetegenia mpaka kipite kooni, hicho basi kiache hivyo hivyo, usikionje. Nyama inajulikana kama hii imewiva kwa mikono tu, vidole kikata hivi, hii imekatika. Nyama la haina haja kutia mdomoni, haipo haja kutia mdomoni. Nyama ni kukata tu kwa mkono hivi, au kutumia kisu tu katika juu. Hii nyama tayari imeiva, namna kisu kilivyopita kwa shida au kwa wepesi. Sema nyama mpani ikate, itakuwa na la kwako binafsi, si katika jambo la kuonja. La ba'sa bitadhawuqi at-ta'ami lilhaja, hakuna ubaya kuonja chakula kwa haja. Bi an yaj'alahu ala tarfi lisanihi, kwa kuweka kwenye ncha ya ulimi. Kama ni juisi, kuonja sukari. Kama ni chakula cha chumvi, kuonja chumvi yake, ataika ncha. Liya'rifa halawata, ili aonje usukari, wa muluhata au chumvi, wa dhiddaha, na kinyume chake. Kama kuna chakula kinaonja uchungu wake, kama kahawa, ataonja kwa ulimi hilo hilo. Lakini kahawa sipakoni upate uchungu, basi usionje. Kama kitu lazima kipite kooni, hicho kitu kiwache kama kilivyo. Watakao kula wanyamaze kimya, kwa sababu
hadithi imekuja ma'aba rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat in ishtahahu akala wa illa taraka. Hakuwahi kutia aibu chakula Mtume sallam chochote. Akikipenda chakula na kila, asipokipenda anakiacha. Ukiona chakula hichi kimepikwa leo na ahli yangu, lakini humu kwenye maharagwe hakuna chumvi hata kidogo, chumvi unayo ingiza. Kama chakula hakiingii chumvi tena, unaweza kukila ukafumba macho kula. Tonge maji, si ndio? Huwezi achana nacho, usitie aibu chakula. Walakin la yabtali'u minhu shay'a, asimeze chochote wakati wa kuonja. Lakin la yabtali'u minhu shay'a, asimeze chochote katika chakula alichokula. Bali yamjuhu, bali akiteme, au yukhrijuhu min fi, au akitoe kinywani mwake. Wala yufsidu bidhalika sawmu, wala haiharibu saumu yake insha Allah ta'ala, akipenda Allah. Kwa yafaa katika sheria kuonja, lakini wanasema na wachuoni lilhaja. Haja maana yake kwa mpishi huyu na amelazimika. Kuna vyakula vingine labda kuangalia tu unajua tayari hichi tayari imeshawiva, hii haina haja ya kuonja. Lakini vile vile lilhaja kwa mpishi, yani huyu ndo mpishi yeye, lakini ambaye si mpishi hana haja ya kuonja, basi asubiri tu wakati wa kula, asianze kufanya uroho kabla ya chakula kuwekwa.